السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Muumini Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Anasema tafsiri ya aya hii ni kama ifuatayo: mfano wa wale wanaotoa mali zao katika njia ya Allah ni kama mfano wa punje moja itoayo masuke 7. Katika kila suke mna punje 100 na Allah humzidishia amtakaye, na Allah ni mwenye wasaa, mwenye kujua. Kuanzia Novemba mosi, kwa fadhili ya Allah, mwaka mpya wa Tahriki Jadid unaanza katika jumuiya. Kuhusiana na hiyo, mwaka mpya wa Tahriki Jadid pia unatangazwa. Na mwaka uliopita inaelezwa namna matawi na jumuiya zilivyotoa katika mwaka ule. Vivyo hivyo inaelezwa kuhusu umuhimu wa kutoa mali. Kabla sijaeleza umuhimu wa kutoa mali, naweka mbele yenu utambulisho mfupi wa Tahriki Jadid. Tahriki Jadid ilikuwa imeanza mwaka 1934. Wapo baadhi walio wanajumuiya wapya, baadhi ni vijana. Watoto pia watakuwa hawana elimu, hivyo na waambieni kwamba mpango wa Tahriki Jadid kama nisemavyo ulianza mwaka 1934 ambao Musleh Maud alikuwa amewanzisha. Sababu yake ikawa hivi ya kwamba wakati ule Ahrar walianzisha fitina moja zidi ya Jamaat na wakapiga kelele sana. Ilikuwa tufani moja ya upinzani, na wakatangaza kwamba sisi tutaifuta Ahmadiyya kutoka uso wa dunia na hata haitabaki alama wala nishani ya Qadian, tutaiangamiza kabisa. Vivyo hivyo uwanja wa makaburi, yani Behishti Makbara, ambapo kuna kaburi la Masihi Maud, walikuwa na nia ya kuvunja heshima yake. Jambo hilo ni kawaida kwa watu hawa. Wakati ule pia serikali haikuipa jumuiya dhamana ya ulinzi kama ilivyotakiwa kuitoa, bali itafaa kusemwa kwamba ilikuwa inaunga mkono na wapinzani. Katika muda ule Hat Musleh Maud raziyallahu ta'ala anhu akaihimiza jumuiya ya kwamba jumuiya ikusanye fedha ili sisi tufikishe ujumbe wa Islam Ahmadiyya kwenye kila kona ya dunia na tuimarishe nizamu ya Jamaati ili tuweze kufutilia mbali mipango na njama za maadui
na propaganda inayofanywa dhidi ya jamaati tuibatilishe, na pamoja na hayo, pamoja na kuibatilisha, tutimize haki ya mahubiri, kwani haki tulivyotakiwa kuitimiza hadi sasa hatukutimiza kwa nguvu ile iliyotakiwa kuwepo. Basi kwa fikra hiyo hatmusleh maud radhiallahu anhu alikuwa ametangaza tahriki jadid, na pia alikuwa amesema ya kwamba nchini na katika dunia vile vile wajibu wetu ni kusambaza ujumbe wa islam ahmadia ili adui wasijaribu kuleta madhara kwa mipango yetu popote. Sehemu moja kama kuna upinzani, sehemu nyingine maendeleo yaonekane na nizamu ya jamaat iendelee kusambaa kwa fadhili ya allah taala. Leo tunaona ya kwamba katika nchi zote za dunia ujumbe wa ahmadia yani uislamu wa kweli umeshafika, na wabashiri wetu mubalaghin wanafanya kazi huko kwenye nchi mbalimbali za dunia. Tumejenga misikiti, shule zetu zinaendelea kufanya kazi, mahospitali yanatoa huduma. Wabashiri na mubalaghin wa silsila wanaendelea kupata taufiki ya kuitumikia jumuiya. Vitabu vinaendelea kuchapwa katika nchi kadhaa. Studio za mta zimeshaanza pamoja na studio iliyopo hapa makao makuu. Vituo vya redio vinatoa huduma zake. Shughuli hizi zote japo matumizi yake makubwa yanatumiwa kutoka michango mingine, lakini tahriki jadid inaendelea kutoa mchango wake mkubwa. chini ya tahriki jadid wabashiri wametayarishwa duniani, na kwa fadhili ya allah takriban katika nchi 6-7 za dunia idara za jamia zimeanzishwa ambako wabashiri na mashekh wanasomeshwa, na kisha wakisambaa duniani wanaendelea kufanya kazi ya mahubiri ya islam ahmadia. Na madai haya ya ahrar ya kuwa sisi tutaiangamiza kadian na tutaifuta ahmadia juu ya uso wa dunia, na wapinzani wetu wanatangaza haya hadi leo. Siku za nyuma pia walifanya mkutano moja mjini Rabwa, huko pia walikuwa wametangaza hilo hilo. Jibu la madai yao linatolewa kila mwaka kwa maendeleo ya jamaati na kwa kuelezea fadhila za allah. Watu wanaofanya bayati na kuingia katika jumuiya ndiyo jibu la madai yao, na leo jumuiya iliyoenea katika nchi 220 maendeleo yake ndiyo jibu lake, ya kwamba angalieni nini mlikuwa mkidai kwamba tutaifuta jamaat kutoka uso wa dunia, lakini fadhila za mwenyezi mungu ni hizi, ya kwamba jumuiya inaendelea kupata maendeleo juu ya maendeleo. Basi kazi hii na mwenyezi mungu, kazi hii ya mwenyezi mungu na nusura yake ni uthibitisho wa jambo hilo, ya kwamba dailat masihi maud lilikuwa kweli na ni kweli kabisa, na ahmadia kwa fadhila ya allah si mti uliopandwa na binadamu yeyote, si mti uliopandwa na shirika lolote, si mti uliopandwa na serikali yoyote, bali ni mti uliopandwa na mwenyezi mungu, ambao umeshakuwa mti mmoja mkubwa ambao matawi yake yameshasambaa katika dunia nzima, na mwenyezi mungu anaendelea kuusambaza zaidi na zaidi na kuujalia matunda. Silsila hii inaendelea na inaendelea kuzidi. Aya niliyoisoma humo pia allah anasema kwamba wanaotoa mali katika njia ya allah mfano wao ni mfano wa punje ile, kama ilivyoelezwa katika tafsiri, ambayo iwe masuke 10 na kwenye kila suke mna punje 100, bali allah anaizidishia zaidi. mwenyezi mungu ameahidi kwamba nini mnaotoa katika njia yangu sitawaacheni bila malipo, bali nina nguvu ya kwamba dhabihu yenu hiyo niiongeze hadi 700 bali hata zaidi yake. Basi akisema hayo mwenyezi mungu ametia mioyoni mwa waumini ya kwamba endeleni kufungua mioyo yenu na endeleni kutumia katika njia ya allah, toeni kwa ajili ya usambazaji wa dini ya allah, kazi ambayo katika zama hizi ya masihi maud alikuwa amekabiziwa na kisha imekabiziwa jamaati yake. Kisha allah taala atatia baraka katika mali zetu, na kila mwaka tuaona
mimi naendelea kueleza vile vile mwaka huu pia kuna mifano mingi namna allah taala anavyofungua mioyo ya watu na katika sehemu nyingi bila kuwa na wasiwasi yoyote ya ufakara watu wanaendelea kujitolea kisha mwenyezi mungu anawajalia pia au anaijalia mioyo yao utulivu na amani na wanafurahia kujitolea kwao hata kama hawapati natija ya haraka kisha baada ya muda kidogo matumaini yao pia yanatimia ambayo kwa kuiacha walikuwa wametoa mali mwenyezi mungu anasema kwamba katika dunia hii watapata malipo na katika akhira pia watapata malipo yake wapo wengi wanaopata malipo katika dunia hii na malipo ya akhira ni bila hisabu wazee waliopita pia wametoa ufafanuzi huo huo wa aya hii masalan imam razi ameandika katika maelezo yake kwamba mwenyezi mungu ameahidi kurudisha mali kwa kuiongeza maradufu anaandika ya kwamba mwenyezi mungu ametoa hoja juu ya kudra yake ya kufisha na kuhuisha kama kudra hiyo ya mungu isingekuwepo amri ya kutoa mali isingekuwa imara kwani kama asingekuwepo dhati yeyote mwenye kutoa malipo kutumia mali kungekuwa kazi ya upuuzi kama hakuna malipo mema na adhabu mungu asingesema kwamba toeni katika njia yangu mimi nitawajalieni maana yake ndiyo hii kwamba mwenyezi mungu pekee anayetoa malipo kwa wale wanaotoa katika njia yake na wenye kutenda mazambi wanapewa adhabu kuhusu hiyo ameandika hivi katika maneno mengine kana kwamba allah taala anasema kwa watu wao mali ya kwamba je unajua mimi nilikuumba na nikatimiza juu yako neema yangu na unayo ujuzi kuhusu nguvu yangu ya kutoa ujira na thawabu basi elimu yako hiyo ikuhimize kutoa mali kwani ndiye yeye yani mwenyezi mungu hutoa malipo makubwa kwa kitu kidogo na huo ni mfano wake aliyoeleza ya kwamba mtu anayepanda mbegu moja mimi namtolea masuki 7 na katika kila punje zinakuwa punje 100 kisha akieleza hiyo anaandika yunfikuna amwalahum fi sabilillahi wao wanatoa mali yao katika njia ya allah sabilillah maana yake ni dini wanatoa kwa ajili ya dini ya allah sisi katika jumuiya ya ahmadia muda wote twashuhudia manzari hizi ya kwamba namna ambavyo allah taala anatimiza ahadi na kauli yake hiyo hatmusleh maud razillah anhu pia ameeleza ufafanuzi wake ya kwamba mkitumia mali zenu kwa ajili ya shughuli za dini kama vile kutoka punje moja mwenyezi mungu anaumba punje 700 vivyo hivyo ataongeza mali yenu bali atawajalie ni maendeleo zaidi jambo ambalo limeelezwa katika wallahu yuzaifu liman yasha kuna ishara hivyo historia ni shahidi ya kwamba vivyo hivyo ilivyotokea hata abubakar razillah anhu hakuna shaka lolote alijitolea sana lakini mwenyezi mungu akimfanya kuwa khalifa wa kwanza wa mtume wake darja aliyomjalia mbele ya darja hiyo zabihu zake zilikuwa hazina umuhimu wowote vivyo hivyo hat umar pia akatoa sana lakini ye akapata daraja kubwa mno hat usman pia alipotoa akapata zaidi sana katika dunia hii vivyo hivyo tunaona hali ya kila sahaba huko pia tunaona hali hiyo hiyo ya mwenyezi mungu muone hat abdurrahman bin auf anaandika kwamba alipofariki dunia alikuwa na rupia milioni 30 na pamoja na hayo katika maisha yake aliendelea kutoa malaki ya rupia vivyo hivyo maswahaba waliacha watani wao wakajaaliwa watani bora walipoacha ndugu zao wakapewa ndugu bora na kama waliacha wazazi wao basi wakapata mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye kuwapenda zaidi kuliko wazazi ilmuradi mwenye kujitolea katika njia ya allah hawezi kukosa kamwe malipo mema katika hutuba zilizopita nimeendelea kueleza kuhusu maswahaba wa badr siku hizi ninaendelea kueleza sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyozuhiri katika vita humo pia zinakuja kumbukumbu za mema
ya maswahaba kumbukumbu za kujitolea kwao. Sasa muone namna allah alivyokuwa akiwajalia, nasi twaona katika historia kwamba mwenyezi mungu hakuwaacha kupotea, bali aliwajalia bila hisabu. Basi katika sehemu nyingi mwenyezi mungu ameeleza kuhusu kutoa mali. Sehemu mungu anasema toeni kutoka mali yenu kitu mnachokipenda, na mimi nitawapatieni malipo yake, nitawaongezeni katika wasaa wa mali yenu, nitawajalieni fadhili zangu. Na neema hizi za allah tunaona kila siku. Leo pia kila ahmadia ambaye ni mwenye kujitolea kwa moyo wake anahisi wenye kujitolea wanaandika matukio yao, na tunashangaa kwa kuona namna ambavyo allah alivyowajalia kujitolea na kisha akaimarisha imani zao. Nitaeleza baadhi ya mifano, lakini kabla yake nitaeleza baadhi ya mambo ya kielimu na kihistoria kutoka hadisi. Hatmusleh maud ameeleza ufafanuzi wa jambo moja la hatmasih alahsatu wassalam, ambamo hatmasih yani isa alahsatu wassalam alisema kuwa jikusanyeni mali mbinguni ambapo mdudu haiharibu wala kutu wala wezi wanaiba na kupora. Lakini kurani tukufu inasema hayo ni mafundisho ya masihi isa katika agano jipya, lakini kurani tukufu inasema kwamba mkikusanya mali yenu katika hazina ya allah, sio hiyo tu kwamba hakuna atakaye iba, bali mtapata badala ya 1,700 na zaidi yake hakuna mipaka. kisha masih isa anasema kwamba huko mdudu hawezi kula bidhaa, lakini kurani tukufu inasema kwamba mali hiyo sio kwamba inatunzwa na mdudu, bali ikiongezeka kutoka 1 hadi 700 inarudishwa kwa miliki wake. bila shaka allah hahitaji msaada wa mtu yeyote, lakini yeye akiwahurumia waja wake, kama anawapa nafasi ya kufanya kazi fulani, basi kwa kazi hiyo anataka kuongeza daraja zao, na katika dunia hii pia anaweza kuongeza hadi 700, lakini malipo ya mema katika akhira atatoa kwa kuongeza maradufu. basi hii ni ahadi ya mwenyezi mungu kwamba anaongeza mara 700, si kwa ajili ya dunia hii tu, bali katika dunia ile vile vile, katika dunia hii na kwenye akhira vile vile anaendelea kuzidisha. ufafanuzi wake ameufanya khalifatulmasih al awal rahimahullahu taala sehemu moja. anasema kumbukeni vizuri, manabii kama wanaomba michango hawaombi kwa ajili yao, bali wanaomba ili kuwapa chochote wenye kutoa michango. yaani wanaotoa michango na kujitolea, manabii wanasema kwa ajili ya faida zao kwamba toeni michango ili allah awajalie ni fadhili zake na aongeze mali zenu. khalid msih al awal alisema kwamba kwa mwenyezi mungu ziko njia nyingi za kutoa, na njia moja ni hii ambayo imetajwa katika sura bakara aya namba 4 kwenye maneno ya mimma razaknahum yunfikun. kisha atal mala ala hubbihi, hiyo pia ni aya ya sura bakara. kisha katika juzu hiyo hiyo anfiku mimma razaknahum, hiyo pia ni aya ya sura bakara. kisha alisema sasa swala la kutoa katika njia ya allah imeelezwa. katika injili kuna maneno yasemayo kuwa mtu akikuomba umpe, lakini angalieni kurani tukufu imehitimisha mada hii katika fungu 5, imeeleza kwa mapana na marefu. swali la kwanza kwamba atoe kwa nani, alisema kwamba toeni ili itumiwe kwa ajili ya kazi ya allah. mfano wake moja ni huu kwamba kama mtu anapanda mbegu ardhini, kwa mfano mbegu za mtama, kisha inaanza kutoka humo masuke mengi, kisha anasema wallahu yuzaifu liman yasha, na allah anamzidishia amtakaye. yaani katika sehemu zingine kuna habari ya 10 kwa 1 na sehemu zingine ni 1 kwa 700. hiyo ni tofauti kwa mujibu wa haja na wakati na nafasi yenyewe. hiyo ni tofauti kwa mujibu wa haja na wakati na nafasi. kwa mfano mtu mmoja yupo kando ya mto na msimu wa baridi, mvua inanyesha. katika hali hii mtu anaomba maji kutoka kwake na ye anampatia maji. hali
kila mahala maji yapo hilo si jambo kubwa lakini kama mtu mmoja anampatia mtu maji hali ana kiu kali muda mchana na yuko msituni ana hali mbaya mwenyewe ana homa kali na hapo anampatia mwingine maji huo ni wema mkubwa sana wenye shani basi kwa mujibu wa tofauti ya namna hii mungu ameweka tofauti katika malipo sehemu fulani kujitolea kunakuwa kwingi sawa na haja na kunahitajika sana hivyo malipo yake pia mwenyezi mungu anaongeza hadi 700 na sehemu zingine inakuwa sio kubwa lakini kunakuwa na haja yake hapo sio maana kwamba mwenyezi mungu asitoe ujira na malipo bali anatoa mara 2 au mara 10 mifano hiyo ameitoa khalidsi al awal kuhusu kutoa mali kuhusiana na hilo yeye ameeleza kisa kingine kama mfano ni kisa cha hatzabe basri ya kwamba alikuwa ameketi nyumbani ambapo wageni wakacha na nyumbani alikuwa na chapati 2 tu kama chakula ye akamwambia mtumishi wake kwamba nenda ukatoe chapati hizi 2 kama sadaka mtumishi akasema jambo hili ni la ajabu wageni wamekuja nyumbani na chapati hizi 2 unasema niende nikagawe kwa maskini baada ya muda mfupi sauti ikatoka kutoka nje mwanamke mmoja akasema kwamba mama moja tajiri ambaye alikuwa anaishi jirani ametuma chakula kilipokuja hata rabia basri akahesabu chapati zilikuwa 18 rabia basri alikuwa na uhusiano imara na allah na imani juu yake kwamba lazima mungu atatimiza jambo lake ye ametoa 2 hivyo zinatakiwa zaidi yake angalau mara 10 ziwe zaidi ye alisema kwamba chapati hizi 18 si kwa ajili yangu wageni wangu ni 20 hivyo chapati 20 zingetakiwa kuja kutoka kwa mungu hizi si kwa ajili yangu alisema sitaki kupokea hivyo nenda ukazirudishe mtumishi wake akasema kwamba unarudisha mungu amekutumia neema lakini yeye akasema kwamba hapana hakutuma kwa ajili yangu katika muda huo mama huyo tajiri jirani akasema kwa mtumishi ulikuwa umekwenda wapi nilikuwa nimemwandalia rabia basri chakula kingine chakula kile kilipokuja kilikuwa na chapati 20 hivyo watu hawa wa mungu walikuwa na imani juu ya mwenyezi mungu na pia allah alikuwa anatimiza tumaini lao kuhusiana na hilo khalid msi al awal ameeleza jambo hili kwamba kwa nini atoe katika njia ya allah alisema moja toeni kwa ajili ya kutafuta razi ya allah tu yaani msifikirie kwamba mmefanya hisani bali toeni ili kupata ridhaa ya allah arizike yeye ametufanyia hisani zisizohesabika hivyo toeni kisha kwa kutoa kwa ajili yake toeni kwa kufikiri kwamba kutoa kwa ajili ya dini ni muhimu toeni vipi toeni ili kupata ridhaa ya allah si kwa kufanya hisani mtu aliyetoa hakufanya hisani juu ya jamaati bali hii ni hisani ya allah juu yake kwamba mnapotoa katika njia yake kwa nia njema yeye anawapatieni kwa kuongeza maradufu at masihi maud alahsatu wassalam anasema watu wanaotoa mali katika njia ya allah mungu anaweka baraka katika mali zao kama vile mbegu moja inapandwa kama mbegu moja tu lakini mungu anaweza kutoa masuke 7 kutoka mbegu ile na kutoka kila suke anaweza kuumba punje 100 yaani kuongeza kutoka kitu halisi ni jambo la msingi hiyo ni katika kudra ya mwenyezi mungu na kwa hakika sisi sote tupo hai kwa kudra hiyo ya mungu na kama mungu asingekuwa na uwezo wa kuongeza kitu fulani kutoka kwake dunia nzima ingeangamia na asingebaki hata mwenye uhai juu ya uso wa ardhi hata masihi maudha ameandika ya kwamba katika utabiri wa ndoto mali maana yake ni ini yaani mtu akiona kuwa ametoa ini maana yake ni kwamba ametoa mali hivyo kutoa mali ni kama kutoa uhai yaani kutoa mali kuna umuhimu mkubwa mtu wakati wa kutoa mali kiasi gani anaonyesha ukweli na uimara na jambo halisi ni hili kwamba maneno hayamsaidii mtu mpaka aonyeshe jambo kwa matendo sadaka inaitwa sadaka kwani
inaweka alama juu ya wakweli ili ukweli wao usibitike ya kwamba kwa kweli imani yao ina ukweli. Katika hadisi inapatikana kwamba nabii karim sallallahu alaihi wasallam alisema, je, nisiwaambieni kuhusu mkarimu zaidi kuliko wakarimu wote? Watu wakasema, bila shaka tuambie. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mwenyezi mungu ni mkarimu zaidi kuliko wakarimu wote. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu zati yake kwamba mimi ni mkarimu mkubwa kuliko wanadamu wote. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahimiza maswahaba kuhusu swala, saumu na kutoa mali. riwaya moja inasema mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, sala, saumu na kumkumbuka mungu kunazidisha mali iliyotolewa katika njia ya allah hadi mara 700. basi hili ni agizo kwa watu wanaotoa mali na waliotoa mali kwamba wao waongeze kiwango cha ibada yao. kwa kutoa mali wasije wakazani kwamba hiyo inatosha, bali wapandishe kiwango cha ibada zao vile vile. kwa kutoa mali wasifikirie kwamba sisi tumepata ruhusa ya ibada. mtume sallallahu alaihi wasallam alisema sala, saumu pia ni muhimu pamoja na kujitolea mali kama nisemavyo, na hivi ni vitu ambavyo vinawawezesheni kujipatia ukaribu wa mungu, na kisha mwenyezi mungu akiwahurumieni anaongeza mali zenu. watu wengi wanajitolea siku hizi. pia tuna mifano mingi ya kwamba wanapokuwa na haja lakini wanatoa katika njia ya allah. na wanatoa kwa tumaini hili kwamba kutoa katika njia ya allah kutakuwa njia ya kupata ridhaa ya allah, na zabihu yetu hiyo haitapotea, mwenyezi mungu hataipoteza, na kisha kwa kweli mwenyezi mungu haipotezi. mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza katika hadisi moja, riwaya inasema mtu mmoja alimjia mtume saa salam na alisema kwamba ya rasulllah, kwa mujibu wa thawabu sadaka kubwa ni ipi? mtume sallallahu alaihi wasallam alisema sadaka iliyo kubwa kabisa ndiyo hii kwamba utoe sadaka katika hali ambapo uwe mzima, uwe na haja ya mali, uwe na hofu ya umaskini na unatamani faraja. wakati ule usichelewe kutoa sadaka. vitu hivi vya dunia unavitamani kuvipata, lakini pamoja na hayo utoe katika njia ya allah. alisema kwamba isije ikawa hivi kwamba uhai wako ufikie kwenye hulkumu, yani ukaribie kufa ndipo useme fulani mpeni kiasi fulani, fulani mpeni kiasi fulani. alisema sasa mali ile sio mali yako bali imeenda kwa wengine, sasa warisi wataipata. hivyo alisema katika hali ya afya na siha unapokuwa na haja yake, na katika hali ile kutoa katika njia ya allah ni zabihu halisi. ukifanya hivyo kisha allah atakupatia katika dunia hii kwa kuongeza, na katika akhira vile vile. wazee walikuwa na mifano hiyo hiyo kwa ajili ya kutumia katika njia ya allah. walikuwa hawapigi hisabu bali walikuwa wanatoa. na pia tunakuta mifano ya maswahaba wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam vile vile. katika riwaya inapatikana kwamba safari moja mtume alimwambia dada wa mke wake hat asma binti abubakar radhiallahu anha, alimsihi kwamba usitoe katika njia ya allah kwa kupiga hisabu, la sivyo allah pia atakupatia kwa kupiga hisabu. mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba usifunge mdomo wa mfuko wa hela, ini pale ambapo umeweka hela usifunge mdomo wake kwa ubahili, la sivyo mdomo wake utaendelea kufungwa tu na mali haitaingia humo. hivyo alisema kwamba kama mali inatoka basi itakuja nyingine. kama utatoa katika njia ya allah, hivyo toa kwa moyo mkunjufu. khalifulmsihi al awal katika jumuiya tunaona mifano. kwanza kabisa katika zama ya masihi maud, khalifulmsihi al awal alikuwa anajitolea sana katika zama ya masihi maud ili kutimiza
shabaha yake na kwa ajili ya kumsaidia alikuwa anatoa sana. hata masihi maud alahsatu wassalam ameeleza habari hii sehemu moja. anasema kwamba kama ningempatia ruksa ye angetoa kila kitu. yani maulana nuruddin khalifulmsih al awal akitoa kila kitu angetimiza haki zake zote. mimi sikumpatia ruksa waila angetoa kila kitu. ameandika kwamba mimi nawaonyesheni baadhi ya mistari ya barua zake kama mifano. khalid msih al awal maulana nuruddin alimwandikia hat masihi maud kwamba mimi najitolea katika njia yako na kila kitu nilicho nacho si cha kwangu bali ni chako, na mimi nasema kwa ukweli wote kwamba mali yangu yote kama itumike katika kusambaza dini nitakuwa nimefanikiwa. angalieni kama ambavyo mwenyezi mungu alikuwa amemjalia mtume sallallahu alaihi wasallam abubakar, uthman, umar na wengine wenye kujitolea katika zama hizi kama alivyokuwa abubakar siddiq. mwenyezi mungu alimjalia masihi maut vile vile watumishi wa namna hii ambao muda wote walikuwa tayari kujitolea kila kitu, na wao walionyesha mfano wa abubakar siddiq. hata masihi maud anasema ahadi hizi pia zimetoka kwa allah kwamba mtu ambaye atatoa kwa ajili ya allah mimi nitampatia baraka maradufu. katika dunia atapata mengi na katika akhira vile vile atapata malipo ya akhira na ataona namna ambavyo anapata raha na amani. hata masihi maud anasema kwamba mimi nawahimizini kuhusu jambo hili kwamba kwa ajili ya maendeleo ya islam toeni mali zenu. baraka inapatikana humo katika dunia hii na akhira vile vile. mtu anapata baraka katika dunia hii na kwenye akhira vile vile. na jambo hili si maneno tu bali leo pia sisi tunaona si jambo la zama ile tu bali leo pia mimi naangalia napata matukio mengi ambapo watu wanazuhirisha namna ambavyo allah baada ya kutoa katika njia allah alitia baraka kwenye mali zetu, anatuondolea shida zetu na matatizo yetu na anaimarisha imani zetu. naweka mbele yenu matukio machache. kutoka albania mbashiri anaandika kwamba kuna mwanajumuiya wa albania bilal yusuf saheb ni mtu wa kawaida sana, ni maskini vile vile. jalsa ilikuwa inafanywa huko, hivyo yeye kwa ajili ya ridhaa ya mwenyezi mungu bila malipo yote alifanya kazi katika jalsa kwa wiki moja kuanzia asubuhi hadi saa 10 jioni. na katika dunia wapo wengi ambao wanajitolea. baadhi wanakuwa na haja zao lakini hata hivyo wanakuja kujitolea. mbashiri anasema kwamba alikuwa anafanya kazi hadi saa 10 jioni na kisha saa 10 jioni alikuwa anaenda kufanya kazi yake. siku moja alileta kwangu mchango wa tahrika jadid euro 75. albania ni nchi moja maskini ya ulaya mashariki. alimwambia mbashiri kwamba nilikuwa nimekusanya hela hii ili kutoa mchango, na alikuwa ameandika juu ya bahasha kwa lugha ya kialbania kwamba mimi natoa kwa furaha wa moyo yangu. huenda fedha hii itakuwa fedha ndogo kwa wengine, lakini mbashiri anasema kwamba hiyo ilikuwa ni mshahara wake wa 15%. pia alikuwa na wajibu wa kutoa kodi ya nyumbani. watu wa dunia wanaweza kusema kwamba watu hawa wanazungumzia maendeleo ya islam kwa euro 75 au euro chache, ilhali mashirika ambayo ni kinyume cha islam yana mabilioni ya hela na wanatumia zidi ya jamaati. lakini mwenyezi mungu ametia baraka katika hela hiyo ndogo, kwamba kwa hela hiyo ndogo jumuiya inaendelea kujenga mission. sio huyu tu peke yake mwenye kutoa 75 euro, bali wapo wengine ambao wanatoa chini kuliko hiyo. lakini jamaat kwa fadhili ya allah
kwa hela hiyo ndogo dogo inaendelea kutekeleza wajibu mkubwa katika dunia na inaendelea kufanya kazi ya kusambaza islam katika dunia. maendeleo yanayoendelea kupatikana ya islam ni makubwa zaidi kuliko wale ambao wana mabilioni ya dola, na katika nchi zingine zilizo maskini zaidi tunaona manzari za kujitolea zilizopatikana mwanzoni mwa islam au pale ambapo masihi maud alikuwa amewahimiza maswahaba zake, au wakati ule zilipatikana ambapo musleh maud alikuwa ametangaza mwaka wa tahrike jdid, mpango wa tahrike jdid, kwamba leo maadui wamekuwa tayari ili kutushambulia, hivyo toeni katika njia ya allah. Na watu wakajitolea sana. kina mama maskini waliuza kuku zao na mayai yao na wakatoa michango. wakati ule muslim maud alikuwa amesema kwamba katika miaka mitatu kusanyeni 27,000 rupia jumuiya ya hindia, lakini jumuiya ilijitolea na katika mwaka moja ili kusanya rupia 100,000. leo pia tunaona manzari hizi katika nchi maskini. katika nchi ya indonesia kuna mwanajumuiya javi muzaffar saheb anasema kwamba kwa mke wake akaja mama moja mzee wa jamaat, yeye akampatia fungu chache ya kuni ili sisi tununue kutoka kwake. anasema kwamba sisi hatukuwa na haja ya kuni, tulikuwa tumenunua tayari katika miji midogo, vijiji vidogo kwenye nchi hizi ambapo hakuna maendeleo makubwa. saa nyingine watu wanatumia kuni, gesi inakuwa haipo huko, au watakuwa wanawasha majiko yenye kutumia mafuta ya taa, lakini hata hivyo kuni zinatumika. anasema kwamba tulikuwa tunatumia vitu vingine hivi, tukasema kwamba hatuhitaji kuni hiyo, lakini kwa kuwa mama huyo mzee alikuwa ameleta mafungu ya kuni akibeba juu ya kichwa chake, hivyo mke wangu akamhurumia na akanunua kutoka kwake. thamani ya sarafu ya indonesia ni ndogo sana, hivyo mke wangu akanunua kutoka kwake kuni ile kwa 100,000 sawa na sarafu ya pakistan ni rupia chache. aliponunua kutoka kwake na akataka kumpatia hela yake, mama huyo mzee akasema kwamba mimi sikuleta kwako kuni hii ili nichukue hela kutoka kwako na nitumie juu yangu, bali nilikuwa na nia ya kutoa mchango wa tahrike jdid, hivyo wewe uhisabu hela hiyo katika mchango wa tahrike jdid. hivyo mama huyo akatoa hela ile kwenye mchango wa tahrike jdid na hakuondoka na hata pesa moja. vivyo hivyo kutoka indonesia mjumbe mmoja selila sahiba anasema kwamba miaka michache kabla hali yake ya uchumi ilikuwa mbaya sana. alikuwa na mtoto wa miaka 7 na alikuwa na mimba vile vile. siku ambapo mtoto wake wa pili alipozaliwa, idi pia ikakaribia. alikuwa anadaiwa mchango wa tahrika jdid ambao ulikuwa 12,000. kama nisemavyo huko sarafu ni chini sana. hapo pia tunaona jaziba ile ile. anasema kwamba tulikuwa na ahadi ya 12,000 na tulitaka kutoa mchango wa tahrike jdid na pia tumwindikie khalifulmsih kwa ajili ya maombi. tulifanya juhudi sana ili mchango huu uweze kulipwa, lakini kwa sababu ya umaskini kazi hii ilikuwa inaonekana kama ngumu. anasema kwamba nilikuwa na bank account, nilipoona kwenye akaunti yangu ilikuwepo 12,50 rupia kwenye akaunti yangu. anasema kama tungetoa kila kitu tusingekuwa na chochote, lakini yeye aliamua kwamba tunatoa 12,000 kama mchango wa familia nzima na 50,000 tunatoa kwa ajili ya mtoto mdogo, yule mtoto mchanga, na tukatoa na hela ikakwisha. hakukuwa na chochote. anasema kwamba lakini hatukupata wasiwasi, bali tukahisi furaha moyoni kwamba tumetimiza ahadi yetu, na pia tumemwingiza mtoto huyu mchanga vile vile katika mchango wa tahrike jdid. anasema mwenyezi mungu alitujalia kwamba baada ya wiki moja alipata hela nyingi kama milioni 12 na akawa na yakini kwamba mwenyezi mungu ametoa ahadi ya kuongeza mara 10 na ametimiza hivi.
na mwenyezi mungu alitimiza ahadi yake mara moja. vivyo hivyo mbashiri wa ghana anaandika kwamba kwenye hutuba ya khalifulmasih matukio yanayosimuliwa, nilipowaambia watu, bwana mmoja wa afrika alitoa hela aliyokuwa nayo kwenye mfuko wake, na anasema kwamba alipotoka nje ya misikiti akapata simu 2 ambazo zilibadilisha maisha yake. wateja 2 waliwasiliana naye na wakampatia ofa ya ajira, na kwa sababu ya ajira ile akapata manufaa zaidi kuliko ile aliyokuwa ameitoa. tukio hilo ni ukumbusho mkubwa kwamba mwenyezi mungu namna ambavyo anavyowajalia wale wanaotoa katika njia yake. tukio hilo pia likawa sababu ya kuongeza imani yake. vivyo hivyo kutoka kenya, mke wa mwalimu mmoja anaandika kwamba alikuwa anakaribia kujifungua, kulitokea matatizo mengi, alikuwa na wasiwasi, madaktari walikuwa wanazuhirisha wasiwasi zao. anasema kwamba nikamweleza mume wangu mambo yote, kwamba vitu hivi vimenihuzunisha. yeye alisema kwamba ufanye dua kwa mwenyezi mungu, mwenyezi mungu ndiye tegemeo letu la mwisho, na sisi tunaweza kujitolea tu, ambayo ni kwamba siku hizi mwaka wa tariki unakaribia kuisha, hivyo mchango wetu tunaodaiwa tuulipe na tumwachie mungu swala letu, mungu atatujalia. ni imani ya ajabu wanayo. anasema nikafanya hivyo. baada ya siku chache aliona katika ndoto kwamba masihi maud amekucha na amevaa koti yenye rangi nyeusi, ana kilemba juu ya kichwa chake na ameshika fimbo kwenye mkono wake. alimwambia mama huyo kwamba usiwe na wasiwasi, mtoto atazaliwa kwa kheri, lakini atazaliwa upande wa kibabu chako. hivyo mtoto akazaliwa kwake, lakini akazaliwa kwa njia ya upasuaji uliofanywa upande mmoja wa tumbo lake na hakupata shida yoyote. anaona kwamba hiyo ni fadhili ya mwenyezi mungu tu iliyotokea kwa sababu ya kujitolea kwake. mwenyezi mungu alitia baraka. waila katika siku zile anasema kwamba madaktari walikuwa wamedhihirisha sana wasiwasi na kiherehere chao. kwa njia hiyo mwenyezi mungu akiwaambia wahamadia waishio mbali, anaimarisha imani zao na pia anadhihirisha, anathibitisha ukweli wa masihi maud rasulullah wassalam. mbashiri mkuu kutoka Guinea Conakry ameandika ya kwamba nilikuwa na wasimulia wanajumuia matukio mbalimbali kutoka hutuba za Khalifatul Masih, na nilipowahimiza kwamba wanatakiwa kuja kwenye mstari wa kwanza katika kujitolea, na pia niliwaambia kuhusu mwaka wa Tahriki Jadid kwamba unakaribia kuisha na bado hatujaweza kutimiza bajeti yetu. usiku ule ule mtu mmoja akaja Mission House na akasema kwamba bahasha hii ametuma Muhammad Al Hassan Qubi au Yaqubi sahib. nilipofungua bahasha, ndani yake zilikuwa euro 300 ambayo inafika kwenye sarafu ya nchi ile kama milioni 3 franc, bali hata zaidi yake. hapo yeye akampigia simu Qubi sahib na akamuuliza kwamba wewe umetuma bahasha, akamuuliza sababu yake. yeye alisema kwamba nilikuwa nimesikia kwenye hutuba ya Ijumaa kwamba bado hatukuweza kutimiza bajeti yetu, hivyo nilipofika ofisini, katika draw ya ofisi yangu hela hii ilikuwepo, lakini pamoja na hayo kulikuwa na orodha ndefu ya matumizi yangu. nilitupa orodha ile kwenye pipa la takataka, na hela hii nimekutumia ili kuingiza katika mchango wa Tahriki Jadid. alikuwa amekushatoa mchango wake wa Tahriki Jadid na alikuwa ametoa mchango mkubwa. waishio katika bara la Afrika tunakuta matukio ya ajabu yenye kusisimua imani kutoka kwao. kwa yakini Mwenyezi Mungu ndiye anaeleta hali hii katika mioyo yao, waila hii sio kazi ya binadamu. wao wanapata uzoefu huo kwamba Mwenyezi Mungu anaongeza hivi, na ndiyo maana wanaendelea kutoa. matukio ni mengi
kuyaeleza yote ni kazi ngumu hapa nilipochagua hata sikuweza kuyaeleza lakini naweka mbeleni machache inspektor wa tahrike jadid wa india anaandika kuhusu mtu mmoja wa telangana ambaye anaishi sehemu moja katika hyderabad alikuwa na ahadi ya rupia 7,000 lakini hakuweza kutoa mchango ule mwaka ujao akaindikisha ahadi ya 10,000 akaambiwa kwamba hukuweza kutimiza mwaka jana sasa unaongeza ahadi yako hapo yeye alisema kwamba mwenyezi mungu ndiye atakayefanya mpango wake mimi nina imani kwamba mimi natoa kwa ajili ya mungu hivyo katika siku chache tu alipata ajira iliyo bora kuliko ile ya zamani na yeye akatoa mchango wa miaka 2 iliyopita na pia akaongeza ahadi yake ya mwaka mpya hadi 30,000 na akatimiza na akatoa mchango ule na kwa njia hiyo mwenyezi mungu akamjalia vivyo hivyo kuna mfano mwingine kutoka indonesia ni matukio ya ajabu yatokayo na sio mambo yanayotoka kwa bahati tu bali wale ambao matukio hayo yanatokea wanajua namna ambavyo wanajitolea katika hali zile na kisha walipata wazo la kutoa na kisha waliona kudra ya mwenyezi mungu zikizihiri juu yao yeye anaandika kwamba muhamadia mmoja mwenye ikhilasi buhadir jan alikuwa anaendesha taksi kutoka kampuni moja yeye alinunua gari moja kwa ajili ya shughuli zake anasema baada ya kununua gari alienda kupata usajili wake akaambiwa kwamba mahakama imepiga marufuku kuhusu usajili wa gari hii anasema wakati wa kununua nilikuwa nimeangalia kila kitu na kila kitu kilikuwa sawa na kanuni lakini baada nikajua kwamba kampuni hii ya mataksi ilikuwa inadaiwa hivyo mahakama ilikuwa imepiga marufuku juu yake kampuni ilikuwa na magari 35 na magari yote yalikuwa yamepigwa marufuku wamiliki wa kampuni wakaniambia kwamba tumeingiza kesi mahakamani na kama uamuzi hautoki wewe usubiri utapata gari inshallah anasema wakati ule nilikuwa nadaiwa mchango wa tahrika jadid nilifikiri kwamba kwanza nilipe mchango wangu nisije nikakosa baraka hii katika fikira hizi za kidunia anasema kwamba mimi nikalipa mchango wangu wa tahrika na wakfe jadid baada ya siku chache anasema kwamba nilipoangalia tovuti ya kampuni ile nikaona kwamba marufuku ilikuwa imechukuliwa kutoka gari ile niliyokuwa nimenunua sikupata yakini nikasema labda wamekosea nilienda kwa inspekta na ye akakagua na akaniambia kwamba katika magari 35 gari moja tu imeondolewa marufuku na hiyo ni gari yako na ilikuwa ile ile ambayo nilikuwa nimenunua hivyo kwa fadhili ya allah kwa sababu ya natija ya kutoka katika njia ya mungu mwenyezi mungu alinijalia neema hiyo anasema kwamba hizi ni fadhili za allah ambazo nimezishuhudia kwa macho yangu namna ambayo allah anawajalia wahamadia kisha kutoka mkoa wa sikaso nchini mali mbashiri anaandika kwamba mwenyezi mungu kwa njia ya ajabu anawalea wanajumuia wapya anawahimiza kutoa mali katika njia ya allah mwanajumuia mmoja mpya wa mji musa saheb aliniletea milioni 1 frank sifa na akasema kwamba 500,000 ni hisa jaidad kutoka nyumba yake 400,000 ni chenda wasia na 100,000 ni mchango wa tahriki na wakfe jadid nilipomuuliza kuhusu hela hiyo kwamba sababu yake ni ipi yeye alisema kwamba tangu muda mrefu alikuwa anakusanya hela kwa ajili ya miradi mbalimbali ya kidunia na alikuwa ametumia nguvu zake zote ili kujipatia miradi hiyo anasema kwamba usiku uliopita nilipolala baada ya kusali tahajudi nikaona katika ndoto kwamba watu 3 walinijia wenye mavazi meupe mtu mmoja akaniambia kwamba wewe ni ahmadia lakini unaendelea kutumia nguvu zako zote katika mambo ya kidunia ni vyema kwamba uwe na wasiwasi kuhusu akhira kisha mtu mwingine akaniambia kwamba wewe bado hujalipa hisa jaidad kutoka nyumba yako hivyo lipa kwanza hisa jaidad ya nyumba yako mtu wa 3 akaniambia kwamba katika akaunti yako kuna milioni 4 na wewe ulipe mchango wake wa wasia vile vile
hivyo mimi nikiwa ahmadia si halali kwangu kwamba baada ya kupata mwongozo kutoka kwa mwenyezi mungu nitumie hela hii kwa ajili ya miradi mingine. Wewe ukate risiti katika michango mbalimbali. Kwa kuona matukio kama hayo imani yao inaimarika, bali sisi ambao ni wahamadia wa zamani imani zao pia zinaimarika, na tunatakiwa kutafakari namna ambavyo allah anawaongoza watu hawa. Wapinzani wanasema kwamba huyu ni nabii mwongo na ni propaganda, ni biashara tu, ni duka lake, lakini mwenyezi mungu anawaongoza wale waishio mbali, wale ambao wamefanya baiat muda mchache kabla, walifanya wasia kisha watakao hawakumuona khalifa wa zama isipokuwa kwa mta tu. juu ya mta watakuwa hawakusoma vitabu vyote vya jamaati, lakini wanakuwa wamesoma vitu vya msingi. Pamoja na hayo mwenyezi mungu anaendelea kuimarisha imani zao, kwamba wanapojitolea mwenyezi mungu anakubali kujitolea kwao na zabihi zao na kisha anawaongoza. Yapo matukio mengi ambayo nayaacha hapa. Ni orodha ndefu. Kwa vyote vile mwaka huu kwa fadhili ya mwenyezi mungu, fadhili zilizoshuka juu ya jumuiya, wanajumuiya wamejitolea na ripoti zilizotoka kutoka jumuiya mbalimbali. Ningependa kuweka mbele yenu ripoti fupi. Hizi zote ni hisani za allah, tunatakiwa kuzikumbuka daima dawamu, na tunatakiwa kuona kwamba mwenyezi mungu namna ambavyo anaendelea kuwalea na anaendelea kuzalisha hisia ambazo kwazo wanaanza kujitolea na wanajitolea. Sawa na ripoti ya mwaka kutoka nchi mbalimbali ya dunia, sawa na ripoti hii, jambo la kwanza ni kwamba mwaka wa 91 wa Tahrike Jadid ulikwisha na leo unaanza mwaka wa 92 ambao ninautangaza. Na mwaka huu kwa fadhili ya mwenyezi mungu jumuiya imepata taufiki ya kutoa milioni 19.55 paundi, ambayo ni kama milioni 1,564,000 pound zaidi kuliko makusanyo ya mwaka jana. Kwa ujumla tukiacha pakistan haihisabiwi, lakini katika dunia jumuiya iliyoshinda ni ujerumani na uingereza ni namba 2. Uingereza mwaka huu imetoa sana na wamefika karibu na ujerumani. Ninafikiri kwamba labda wakifanya juhudi zaidi mwaka ujao wataishinda ujerumani. Marekani pia imeongeza sana. Kanada vile vile imeongeza makusanyo yao kuliko mwaka jana. Kisha ni india, wao pia wameongeza makusanyo kuliko mwaka jana. Australia vile vile imeongeza. Indonesia pia. Kuna jumuiya za Middle East, Ghana pia mwaka huu imeongeza sana makusanyo yake. Na pia Mauritius na Holland, yani Uholanzi pia ni jumuiya ambazo zimeongeza na zimetoa mchango mzuri. Kwa ujumla jamaat ambazo zimetoa michango mizuri, japo haikupata nafasi, lakini wamefanya kazi nzuri. Ubelgiji, Sweden, France, Uholanzi nimeeleza tayari, Kababir, Bangladesh, Burkina Faso, New Zealand. nchini Burkina Faso hali ni tete sana kijamaati. Sierra Leone, Benin, Mali. Katika nchi ya Mali pia hali ni tete. Uvamizi unaendelea kufanywa kutoka magaidi Niger, Uturuki, Georgia na jamaat za Middle East na Australia vile vile. Katika bara la Afrika
kwa ujumla jamaat ambazo zimekusanya makusanyo mazuri na kuna jamaat tano. namba moja ghana, kisha mauritius, nigeria, burkina faso na kisha ni tanzania, na zipo jamaat zingine pamoja na orodha hiyo. washiriki idadi yao kwa jumla ni 17,000 na mwaka huu sawa na ripoti daftari 6 iliyokuwa imeanza miaka miwili kabla. walioshiriki katika daftari hii ni 43,588. jamaat ziandike jambo hili kwamba wanaoshiriki kama wapya katika tahriki jadid wawahisabu katika daftar 6 na kisha watume ripoti zao kwa wakalat mal. jamaat 10 za ujerumani, rodga, osnabruk, pineberg, neda, floresheim, rudermark, bremen, newwid, friedberg, mitte, koblenz na amarat 10 hamburg, frankfurt, grossglow, wiesbaden, redstedt, mannheim, ditzenbach, morfelden, waldorf, russelsheim, Darmstadt. mikoa mitano ya uingereza iliyokusanya makusanyo mazuri: namba moja islamabad, kisha baitul futuh, msikiti wa fazl, baitul ihsan na north east. na jamaat 10 kubwa: namba moja islamabad, kisha ni ash, worcester park, south cheam, walsall, farnham north, aldershot south, msikiti wa fazl, farnham south, ewell. jamaat ndogo elements park zinazofanya kazi nzuri: spen valley, cathly, frontwood na jamia uingereza. jamaat 10 za marekani zilizopata nafasi: namba moja ni north virginia, maryland, los angeles, seattle, chicago, dallas, silicon valley, north jersey, south virginia, central jersey, baltimore, detroit. na amarat za canada: namba moja ni vaughan, kisha ni calgary, peace village, vancouver, toronto west, brampton east, mississauga. kwa mujibu wa makusanyo mazuri jamaat zilizofanya kazi nzuri za canada ni hamilton mountain, hamilton, edmonton west, hadika ahmad, atwa east, atwa west, atwa west, winnipeg, regina, woodrow, yellowknife. nchini pakistan jumuiya ambazo zimepata nafasi: namba moja ni lahore, kisha ni rabwa na kisha ni karachi. na upande wa wilaya islamabad namba moja, kisha ni faisalabad, kisha sialkot, kisha ni sirgoda, umarkot, narowal, mirpur khas, rahim yar khan, toba tek singh, laya. na jamaat ambazo ni za miji za pakistan: amarat township lahore, amarat defense lahore, amarat daruzikar lahore, amarat allama iqbal town lahore, amarat baitul fazl faisalabad, bahawal nagar, कोयटा, बहावलपुर, लोधरा, साहिवाल. majimbo 10 ya nchi ya india: kerala, tamil nadu, telangana, odisha, jammu kashmir, karnatak, punjab, bengal, maharashtra na delhi. na matawi 10 ambayo yamepata nafasi katika makusanyo: hyderabad, coimbatore, tamil nadu, kadian, calicut, melapalam, manjeri, kerala, bangalore, kerang, kolkata, kerolai. jamaat 10 za australia: namba moja ni melbourne, long warren, melbourne, berwick, marsden park, penrith, melbourne west, castle hill,
Adelaide West, Melbourne Clyde, Perth, Melbourne East. Mwaka wa Tahriki Jadid kama nilivyosema kwamba umeanza mwaka wa 92. Itakuwa mwaka wa 92 wa daftar awal na 82 wa daftar dom, 61 wa daftar som na 41 wa daftar chaharum na 22 mwaka 22 wa daftar panjum na mwaka wa 3 wa daftar shisham, yani daftari ya 6 kama nisemavyo. Wapya wahisabiwe katika daftar 6. Hatmasihi Maud anasema kwamba eni marafiki zangu wapendwa, mimi nawahakikishieni ya kwamba Mwenyezi Mungu amenijalia jaziba ya kweli kwa ajili ya huruma yenu na amenijalia maarifa ya kweli ili kuwaongezeni katika imani na irfan na maarifa. Nini mnahitaji maarifa hiyo na vizazi vyenu vile vile. Hivyo nimesimama kwa nguvu zote ili nini munisaidie kwa mali zenu tukufu kwa ajili ya shughuli za kidini, na kila moja kwa kadri ambavyo Mwenyezi Mungu amemjalia uwezo asisite kutoa katika njia hii, asitangulize mali zake juu ya Allah na mtume wake. Na kisha kwa uwezo wangu na nguvu zangu kwa kupitia vitabu nisambaze elimu hizi na baraka hizi katika nchi za Asia na Ulaya ambazo Mwenyezi Mungu amenijalia. Hivyo Mwenyezi Mungu alikuwa amemkabidhi Masihi Maud mission hii. Sasa ni kazi yetu kwamba tutimize mission hii katika Asia, Ulaya, Amerika, Afrika, nchi mbalimbali za Uarabuni, Marekani, kwenye kila visiwa. Kwa kupitia kazi hizi za kujitolea Mwenyezi Mungu anaendelea kutupatia taufiki ya kufikisha ujumbe wa Islam. Na sio hapo tu kwamba wanaoishi Ulaya wanajitolea, bali watu huko pia kama nimetoa mifano wanaendelea kuzidi katika mambo ya kujitolea. Mwenyezi Mungu akubali zabihu zao, atie baraka kwenye mali zao na nafsi zao, na atie baraka nyingi kwenye juhudi zetu, na azihirishe matokeo mazuri. Na sisi kwa haraka iwezekanavyo tuone utawala wa Mungu ukisimama duniani, na tuone bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikipeperuka duniani. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.